Yes, ni Ijumaa ya tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026. Mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze yale yote ya kimichezo kutokea hapa kwenye channel yako pendwa kabisa, inayokupa wewe habari zaidi za michezo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Na habari kubwa ni kuhusiana na Simba wamnasa kipa kijana Issa Fofana kutoka Azam FC. Klabu ya Simba Sports Club imeendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu ujao baada ya kufikia makubaliano ya kumsajili kipa kijana Issa Fofana mwenye umri wa miaka 21 kutoka kwa wapinzani wao wa jadi Azam FC. Hatua hii inaashiria dhamira ya dhahiri ya kikosi ya wekundu wa Msimbazi katika kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa ndani na nje ya nchi. Na kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Simba Sports Club imefanikiwa kunasa saini ya Fofana baada ya mazungumzo yaliyodaiwa kuhusisha pande zote mbili kufikia mwafaka. Kipa huyo ambaye amekuwa akionyesha kiwango kizuri akiwa Azam FC, anatajwa kuwa miongoni mwa makipa wenye mustakabali mzuri katika soka la Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Usajili wa Issa Fofana unakuja wakati mwafaka wa Simba Sports Club, hasa ikizingatiwa kuwa klabu hiyo haipo kwenye mchakato wa kufanya maboresho makubwa kikosini ili kujiandaa na mashindano ya ndani pamoja na yale ya kimataifa, hususan ligi ya mabingwa barani Afrika. Ujio wake unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika nafasi ya ulinzi wa lango, jambo ambalo linaweza kuinua viwango vya makipa wote waliopo kikosini. Na kwa upande wa klabu ya Azam FC, kuondoka kwa Fofana ni pigo, lakini pia ni fursa kwa klabu hiyo kufanya marekebisho mapya katika kikosi chao, huku ikiendelea na mkakati wa kukuza na kutoa nafasi kwa vipaji vingine chipukizi. Mashabiki wa Simba Sports Club wamepokea taarifa hizi kwa hisia mseto za furaha na matumaini, wakiamini kuwa kipa huyu kijana anaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika lango la klabu hiyo ya Simba. Hata hivyo, macho yote ya sasa inaelekezwa kwenye tangazo rasmi la klabu pamoja na maelezo ya mkataba wake, ikiwemo muda na masharti ya usajili huo. Endelea kufuatilia kwa taarifa hizi zaidi za Simba Sports Club watakapotoa tamko rasmi kuhusu usajili wa Fofana, nitakufahamisha. Lakini mchambuzi kutokea pale Clouds FM Hans Raphael amethibitisha kwa kuandika kwenye peji yake ya Instagram kwamba breaking, Simba wako kwenye mazungumzo ya kina na kipa wa Azam FC Issa Fofana mwenye umri wa miaka 21. Kwa kumalizia, ameandika kwamba Simba wanashusha kipa wa kigeni. Mchambuzi huyo Hans Raphael kutokea pale Clouds FM ameweza kuandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram wa Hans Raphael 14 kwamba kipa huyu wa Azam FC chipukizi kabisa mwenye umri wa miaka 21 atasajiliwa na klabu ya Simba, kwa sababu klabu ya Simba tunajua wachezaji wa kipa wao bado wapo wana majeraha ama majeruhi na hataweza kuanza kwa sababu Simba wana mchezo siku ya Jumapili na wanasaka kipa kwa namna yoyote ile, ili mradi wafanikishe kwa ajili ya mashindano ya kitaifa lakini pia kimataifa, yani nikizungumzia hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, hususani kwenye ligi mabingwa Afrika. Simba wanahitaji kupata kipa mzuri ambaye atakayeweza kudumu pia, lakini pia atakayeweza kufanikisha Simba kuipeleka katika level nyingine. Simba kuwa Simba ile ambayo sio Simba inayofungwa kila muda, hapana. Tunazungumzia Simba ambayo ni Simba ya makombe na Simba ambayo inayofanya vizuri katika upande wa magoli kipa. Maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Umeipokeaje hasa kwamba kijana chipukizi huyu kipa kutokea pale Azam FC kuja kujiunga katika klabu ya Simba Sports Club
na kuwa kipa ambaye atasaidiana na kipa yule aliyokuwepo Simba hivi sasa. Maoni yako ni yapi? Lakini pia toa maoni yako, usisahau kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatilia ZTV, basi na kusitu kusubscribe, lakini usisahau kucomment kuhusiana na Simba kutaka kumsaini Issa Fofana, lakini wapo kwenye mazungumzo ya kina kwa ajili ya kupata saini ya golikipa huyo kutokea pale Azam FC. Ni mwenye umri wa miaka 21, ni mdogo sana, lakini pia bado kijana, damu inachemka. Unadhani akija Simba atatoa chachu gani katika klabu hiyo, ama ataongeza changamoto gani kwenye upande wa magolikipa hadi watakaporudi pale Kamara, Pimpin Kamara, lakini pia kipa huyu ambaye aliumia kule katika mashindano ya AFCON, Yakub. Yote hayo utoa maoni yako kuhusiana na upande wa magolikipa kwamba akishasajiliwa na japokuwa wale wakirudi, je, kipa huyu unamwamini kwa asilimia ngapi atakaposajiliwa ndani ya klabu hiyo ya Simba? Endelea kukusalia hapa ZTV, nitakufahamisha na nitakusogezea kwa undani kabisa kwamba deal done ama bado linaendelea.